Niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makuu usiyajua, nitakufunulia. Niite tu, nitakuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Jumatano ya maombi na hii ni Niite Nami Nitakuitikia Media. Leo tunaanza series mpya ya masomo kuhusiana na usiku wa maombi. Unajua msikilizaji, katika Biblia usiku una maana pana. Usiku ni muda wa utulivu. Usiku ni muda wa kujitenga. Usiku ni muda ambao Mungu hukutana na mtu kwa kina kuliko kelele za mchana. Yesu mwana wa Mungu aliyejaa nguvu na mamlaka hakupuuza nguvu ya usiku. Hakuona usiku kama muda wa kupoteza. Aliutumia usiku kama sehemu muhimu ya maisha yake ya maombi. Biblia inasema kwenye Luka 6:12, Yesu alikwenda mlimani kuomba, akakaa huko usiku kucha katika maombi kwa Mungu. Tukisoma kwa haraka tunaweza kudhani hili ni tukio la kawaida, lakini tukisimama kidogo tunaona uzito. Yesu hakukesha kwa sababu hakuwa na usingizi. Alikesha kwa sababu kulikuwa na jambo kubwa mbele yake. Asubuhi yake aliwachagua wanafunzi 12. Kabla ya uamuzi mkubwa alichagua kujitenga. Hapa ndipo fundisho la kwanza linapatikana. Mungu anapokuwa karibu kufanya jambo kubwa kupitia maisha ya mtu, humvuta mtu huyo kwenye faragha. Kujitenga hakumaanishi kumkimbia mtu au kukataa majukumu. Kujitenga ni kuchagua kwa makusudi muda wa kuwa peke yako na Mungu. Ni kusema hata kama watu wananihitaji, hata kama ratiba inanibana, hata kama mwili unahitaji kupumzika, kuna mahali nahitaji kukutana na Baba. Yesu alikuwa na umati mkubwa, alikuwa na wagonjwa wa kuwaponya, alikuwa na wanafunzi wa kuwahudumia, alikuwa na huduma nzito, lakini usiku aliweka kipaumbele sahihi. Msikilizaji mpendwa, katika maisha yetu leo tunaishi kwenye dunia yenye kelele nyingi. Simu zinaita, mitandao inavuta mawazo, majukumu hayaishi. Wengi wetu tunaweza kukaa siku nzima bila kukaa dakika 10 kimya mbele za Mungu. Ndio maana roho zetu zinachoka haraka, ndio maana tunakasirika haraka, ndio maana maamuzi yetu yanakuwa ya haraka bila mwelekeo. Yesu anatufundisha kwamba faragha na Mungu si anasa ya wachache, ni hitaji la kila mtu anayetaka kuishi maisha ya ushindi. Yesu alipokwenda mlimani, hakwenda kwa sababu mlima ulikuwa mtakatifu kuliko mahala pengine. Alikwenda kwa sababu mlima ulikuwa mbali na kelele. Kuna maeneo katika maisha unapaswa kuyaacha ili umsikie Mungu vizuri. Kwa wengine ni kelele za watu, wengine ni maoni ya jamii, wengine ni hofu ya kutopendwa. Usiku wa kujitenga ni wakati wa kuziacha sauti zote na kusikiliza sauti moja. Jumatano ya leo napendekeza kwako, pata muda wa kuongea na Mungu, pata muda wa kujitenga. Yesu alipata muda akafanya maombi ya usiku, yana nguvu. Katika Jumatano ya leo napendekeza kwako, chagua kupata muda wa ukimya pamoja na Bwana. Hata kusikiliza masomo haya ni muda wa ukimya pamoja na Bwana. Mungu asikie sala na dua zako, akutendee sawasawa na ahadi yake. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu kila mara unatukumbusha nguvu na uweza wako. Leo tumejifunza nguvu ya maombi ya usiku wa kujitenga. Bwana, tupatie tamaa na kiu ya kusema nawe katika nyakati ambazo zimetulia. Lakini Bwana, leo ni Jumatano ya maombi. Tuna milima katika maisha yetu. Umesema kwenye maandiko, tukiwa na imani kama punje ya haradali tutahamisha milima. Yesu, leo naleta milima ya watoto wako. Kila mlima ung'oke, mlima wa madeni, mlima wa dhambi, mlima wa kukosa amani, mlima wa magonjwa, mlima wa kukosa ajira, milima ya kukosa ndoa na kila aina ya mlima. Bwana, kwa mamlaka ya jina lako ing'oke, kwa sababu umesema twaweza ng'oa milima kwenye maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu umefanya, na asante kwa sababu umesikia. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.